uzinduzi wa mradi wa usimamizi na usajili wa taarifa za ardhi ambao maarufu unajulikana kama LARIS. Uzinduzi huo utafanyika kesho siku ya Jumatatu tarehe 27, na uzinduzi hasa utafanywa kwa tukio la ishara ya kuizindua ndege rasmi itakayotumika katika kuchukua picha za anga na hasa taarifa za ardhi ambazo zitaweza kuibadilisha sura ya ardhi hapa Zanzibar kutoka katika analogi kwenda katika sura ya digital. Kwa hivyo ndege hiyo tayari imeshawasili kutoka nchini Ufaransa na itatumika katika muda wa miezi mitatu katika kipindi cha jumla ya saa 34 ikiwa angani kuchukua taarifa mbalimbali za ardhi. Na baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, sasa tunatarajia kwamba uchukuaji wa taarifa zetu utakuwa ni digital zaidi kuliko ilivyo sasa, ambapo tumekuwa na baadhi ya kasoro kutokana na kuwa na teknolojia ambayo kidogo imepitwa na wakati. Lakini mradi huu utakuwa ni mradi wa muda wa miaka miwili ya utekelezaji, lakini pia tutakuwa na kipindi cha miaka miwili cha usimamizi wa mradi ili kuona kama kuna kasoro mbalimbali baada ya kukamilika kwa mfumo rasmi wa taarifa za ardhi na usajili wake kama unakwenda sawa sawa. Kwa hiyo pale ambapo patakuwa na kasoro, miaka miwili hiyo iliyoongezeka itakuwa ni kwa ajili ya kurekebisha zile kasoro za mfumo wa ardhi. Kwa hivyo jumla ya muda wa mradi wetu itakuwa ni miaka minne. Katika mradi huu tunatarajia kuondosha changamoto nyingi za ardhi zilizopo hapa Zanzibar. Tunafahamu kumekuwa na migogoro mingi ya ardhi, lakini kupitia mradi huu wa LARIS tunatarajia tutaondosha kabisa au kupunguza kwa kiwango kikubwa changamoto za ardhi. Mradi huu utakwenda kupima maeneo mengi ya ardhi na kuweza kutambua wamiliki wa ardhi hizo, lakini kutakuwa na kituo cha uchukuaji wa taarifa za ardhi na shughuli mbalimbali ambazo zitafanyika katika kipindi hicho cha miaka miwili na miaka miwili ya usimamizi wa ardhi. Mradi huu, kwanza tumshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuridhia serikali kuweza kuchukua mkopo. Kiwango cha fedha ambacho kimekopwa ni euro milioni 37, na fedha hizi 15% imekopwa kutoka benki ya CRDB na 85% kutoka benki ya BPI ya nchini Ufaransa. Lakini kuhusu upimwaji, kwanza tutapata taarifa za ardhi nzima ya Zanzibar, lakini kwenye kuitambua ardhi moja moja, hii ni kazi kubwa tunajua, lakini tunatarajia kwa katika hatua za awali vipande vya ardhi 25,000 vitaweza kupimwa. Tayari shughuli mbalimbali zimeshafanyika ikiwemo kujenga vituo vya uchukuaji wa taarifa za ardhi katika mikoa yote mitano ya Zanzibar kwa maana ya Unguja na Pemba. Hili nalo la ujenzi wa hivi vituo litarahisisha upatikanaji wa taarifa za ardhi katika mikoa yote, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi.